Tumefikishiwa swali hapa, na swali hilo linasema kwamba tumesikia hapa Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdal akisema kwamba inafaa kusali nyuma maibadhi kwa sababu maibadhi ni katika ahli sunna kwa kuelekeana na mashia. Je, kweli maibadhi ni katika ahli sunna? Jawabu ya kujibu swali hili, nini inakusudiwa na neno sunna kwa kusema ahli sunna? Ahli sunna maana yake ni watu wa sunna. Hii sunna inakusudiwa kitu gani? Ikiwa makusudio ya sunna ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kauli zake ambazo amezisema, au vitendo vyake ambavyo alivifanya, au yale ambayo yalifanywa mbele yake na akayakiri, akayakubali kwamba hii ndiyo sunna, basi jawabu ndiyo, ibadhi ni katika ahli sunna. Na napenda tufahamu kwamba sunna ni msingi wa pili katika madhehebu ya ibadhi baada ya Qur'ani tukufu. Anatuambia al-Imam Nuruddin Salimi katika urjuza yake maarufu ya Anwar al-Uqul, wal aslu lil fiqh kitabu al-Bari ijma'un ba'da sunnati al-Mukhtari. Na asli ya dini, asli ya kufahamu dini, asli ya kukamatana na dini, asli ya kufuata mafundisho ya dini ni kitabu cha Muumba, kisha makubaliano baada ya sunna ya mteuliwa. Kwa maana hiyo ya kwanza inakuja Qur'ani tukufu, kisha sunna mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha ni makubaliano, ijma'. Na vile vile amepokea al-Imam Rabi' ibn Habib rahimahullahu ta'ala radhiya anhu katika musnadi wake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada, nimeacha kwenu mambo ambayo mkijishika nayo hamtapotea baada yangu milele. Kitabu Allahi azza wa jalla, kitabu cha Allah mtukufu. Fama lam tajiduhu fi kitabillahi, na ambacho hamutakipata katika kitabu cha Allah, fa fi sunnati, mutakipata katika sunna yangu. Wama lam tajiduhu fi sunnati, na ambacho hamutakipata katika sunna yangu, fa ila ulil amri minkum, basi hicho kirejesheni kwa washikilia mambo katika nyinyi. Ulil amri ni al-ulama wal umara min al-mu'minin, ni wanavyuoni na viongozi katika waumini. Kwa maana hiyo tunazingatia kwamba kwanza kitabu cha Allah mtukufu, pili sunna mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha makubaliano yakiwepo. Sawa. Kwa maana hii ya kufuata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maelezo yake ya maneno au vitendo vyake alivyofanya au yaliyofanywa mbele yake na akayakubali, basi ibadhi ni katika ahli sunna. Tusisahau kwamba wanavyuoni wetu wa ahli al-haq wal istiqama al-ibadiyya wanategemea vile vile vitabu vinavyotegemewa na maimamu na mashekhe wa ahli sunna, wala huwasikii wakitolea hoja na dalili hadithi zilizopokewa katika vitabu vya kishia. Utawakutia natolea hoja na dalili kupitia al-Bukhari, unakutia natolea dalili na hoja kupitia sahihi Muslim, utakutia natolea hoja na dalili kupitia sunan al-arba'a, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Majah, sunan Abi Daud, sunan Nasai na masanidi zote. Kwa ufupi, vitabu vyote vinavyotegemewa katika safu za ahli sunna kwa upande wa hadithi pia vinategemewa na wanavyuoni wa kiibadhi. Sawa.
Kwa maana hiyo, ikiwa ni kufuata mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tunaweza kusema kwamba Ibadhi ni katika ahli sunna. Ama tukija kwa kuzingatia kwamba majina haya ni majina ya kudhibiti tofauti iliyotokezea katika umma wa Kiislamu, tunasema hapana, Ibadhi si ahli sunna, wala ahli sunna si Ibadhi, kama ilivyokuwa Ibadhi si Shia na Shia si Ibadhi, kama ilivyokuwa Shia si ahli sunna na ahli sunna si Shia. Na mimi hapa napenda kuelezea tofauti moja kubwa sana katika masuala ya itikadi, tofauti ambayo inaathiri katika jamii ya Kiislamu. Ndugu zetu wa ahli sunna wal jamaa wote kwa ujumla wanaitakidi kwamba Muislamu mtenda dhambi kubwa, Muislamu, lakini wakati huo ni mlevi, wakati huo ni mzinifu, wakati huo ni mla riba, wakati huo mcheza kamari, wakati huo ni mtendaji matendo ya kaumi Luti, wakati huo ni mbakaji, wakati huo ni mjambazi, wakati huo ni mwizi, wakati huo ni mwenye kudhulumu, na anaendelea na makosa yake bila ya kutubia, na anaendelea na hali hiyo mpaka kufa. Huyu Muislamu wa namna hii ndio tunatofautiana baina yetu sisi na ahli sunna. Ahli sunna huyu anamuona kwamba ni muumini ikiwa hajahalalisha makosa yake. Sawa, ikisha kuwa yeye amefanya makosa haya bila kumshirikisha Allah mtukufu kwa kuhalalisha makosa haya, basi huyo pepo ni yake, wanamkatia pepo 100 juu ya 100 bila kutofautiana. Khilafu iko baina yao kwamba je, akiadhibiwa adhabu yake itadumu au la. Hawamkati adhabu, tufahamu vizuri. Pepo ni 100 juu ya 100. Je, ataadhibiwa, hawamkati adhabu. Wanasema inawezekana Allah mtukufu akamsamehe moja kwa moja akamuingiza peponi bila kumwadhibu. Lakini ikitokezea kwamba Allah mtukufu atamuadhibu, sasa wanasema kwamba katika hiyo adhabu hataendelea milele, ataadhibiwa kwa muda fulani kisha atatolewa katika adhabu na atapelekwa katika pepo. Kwa maana hiyo mwisho wake itakuwa ni peponi. Na kwa maana hiyo huyo atabakia na sifa ya imani, akiwa yeye bado ni mwenye kuendelea na madhambi yake bila ya toba, mkaidi wa kutubia. Hii ndio itikadi ya ahli sunna wote kwa ujumla. Kwa upande wetu sisi Ahlul Haq wal Istiqama tunasema hapana. Ukijitoza katika kosa kubwa, walijua, ukakaidika kutubia, ukafuata sunna Ibilisi, alipoambiwa kosa lake akaidika kutubia, akafanya kiburi mbele ya toba, kisha ukaendelea nalo hivyo hivyo mpaka kufa kwako, Sheikh, huko tunakokwenda hufanikiwi na pepo huipati, motoni milele. Hakuna mambo ya kutoka katika itikadi yetu. Atakaingia peponi milele, atakaingia motoni milele. Hatutoi bishara ya pepo isipokuwa kwa wacha Mungu peke yao. Ndio madhehebu ya Ibadhi. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hiyo ndiyo pepo ambayo tutamrithisha katika waja wetu yule atakayekuwa ni mcha Mungu. Na illa ya kuingizwa watu katika moto kwa itikadi yetu sisi Ahlul Haq wal Istiqama libadhia ni ukafiri. Uiddat lilkafirina, moto. Wa'ada Allahu alladhina kafaru wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, motoni kwa makafiri wote. Sawa. Kwa upande wa sunna wao wanasema hapana, illa ya kuingizwa katika moto na kubakia katika moto ni shirki, ni ushirikina. Sawa. Kwa maana hiyo kwa wao madhambi ya kishirikina peke yake ndio ambayo atamweka mja motoni milele. Kwa sisi la, madhambi ya ukafiri yote atamweka mja motoni milele. Na ukafiri kwa itikadi yetu unaenea kila dhambi kubwa. Mtu akikaidika kutubia kashaingia katika ukafiri. Sawa. Basi sio kwamba ukafiri ni ushirikina, ufahamu vizuri. Kutokana hapo wanavyoni wetu wakaugawa ukafiri katika aina mbili. Aina ya kwanza ni ukafiri wa kishirikina. Huo ni ukafiri uliokamatana na madhambi ya kishirikina peke yake. Ukafiri wa pili ni ukafiri wa neema. Ukafiri huo umekamatana na madhambi makubwa yasiyokuwa ya kishirikina.
Kwa sababu tunazingatia kwamba hii dini yote, mafundisho yake yote ni neema itokayo kwa Allah mtukufu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kwa maana hiyo hii dini ya Uislamu, mafundisho yake yote ni neema itokayo kwa Allah mtukufu. Na Allah mtukufu katuambia kwenye kitabu chake, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Hakika sisi huyu mtu tumemuongoza njia, tumembainishia njia ya uongofu. Sasa ima atakuwa ni mwenye kushukuru kwa kuheshimu sheria Mola wake, akatekeleza aliyoamrishwa, akaepuka aliyokatazwa, au atakuwa ni mwenye kukufuru. Ni kufuru neema, inakabiliana na kushukuru. Kwa maana hiyo ukafiri unaoenea wote, kila mshirikina ni kafiri, lakini sio kila kafiri ni mshirikina. Makafiri wa neema si washirikina, ni watu wa tauhidi, tuko pamoja nao, wana haki zote za Uislamu, tunaishi nao pamoja, na haki zote za Uislamu wanazipata, isipokuwa haki ya walaya kwa atakayejua uovu wake, atamuondosha katika walaya na atamweka katika baraa. Kwa asiyejua uovu wake, atambakisha katika walaya kidhahiri. Hadha bila tawfiki, ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Sawafi, na hii ni Haki kwa Dalili. Mpaka mara nyingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.